Moja kati ya taarifa ya simanzi kubwa ambayo imekumba nchi ya Tanzania siku ya jana ya tarehe 16 mwezi wa 11 mwaka 2024 ni pamoja na taarifa ile ya kuporomoka kwa ghorofa mojawapo katika kitovu cha biashara la jiji la Dar es Salaam Kariakoo, na ghorofa hili liliporomoka katika mtaa wa Mchikichi na Manyema kusababisha taharuki kubwa sana katika jiji la Dar es Salaam. Na mujibu wa ripoti ambayo ilitolewa na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila ya usiku ilitanabaisha kuwa majeruhi waliokuwa wamepelekwa katika vituo vya afya na hospitali kubwa ni majeruhi takriban 70 katika hospitali ya taifa hili pamoja na hospitali ya Amana, vile hospitali ya Moja. Inabaisha kuwa katika hospitali ya Muhimbili walipokea majeruhi 40 na kati yao 35 walikuwa tayari wameruhusiwa kurejea majumbani. Katika hospitali nyingine ya Amana pamoja na Moja, majeruhi wengine hao 30 walipotiwa kuwa walikuwa ama walifikishwa katika hospitali hizo kwa ajili ya matibabu. Lakini kwa mujibu wa taarifa ya Chalamila inasema kuwa inakadiriwa kuwa taarifa ya mpaka saa 11 siku ya jana watu walikuwa wamepoteza maisha ni 5. Lakini ni kipi hasa ambacho kinazungumzwa kuhusiana na taarifa hii ya poromoko wa ghorofa hilo ambalo ni moja wapo kati ya magorofa ambayo walikuwa na wafanyabiashara katika eneo hilo? Imeibuliwa taarifa kuwa kwa ghorofa Kariakoo kuuza hayati Edward Ngoyai Lowassa ambaye yeye pamoja na timu yake waliripoti kuwa kuna magorofa ambayo yabomolewe. Taarifa inasema zaidi ya ghorofa 100 Dar es Salaam kujengwa kwenye taratibu za ripoti iliyoundwa na mkuu aliyoingia bunge kwa kuzuia Lowassa kubaini kuwa ukaguzi huo ni kufikia ghorofa 81 zilikiuka masharti ya ujenzi, huku ghorofa zingine 22 wahusika wenye nazo hawakupatikana na zilijengwa bila kuzingatia taratibu na sheria za ujenzi. Can you imagine mtu anaamua kupandisha ghorofa lake ambapo hapo bila kufuata taratibu za mamlaka husika? Hii ni hatari kubwa, alisema Pinda wakati akitoa majumuisho ya hotuba ya matumizi ya ofisi yake bungeni mwaka 2008-2009. Pinda alisema ghorofa nyingi zilizojengwa Dar es Salaam zinajengwa holela bila kufuata taratibu za ujenzi. Lowassa aliunda tume na kuagiza majengo yote yasiyofuata utaratibu na yale yaliyo katika hatari ya kubomoka kutokana na ujenzi wa hovyo basi yabomolewe yote. Mungu wapiganie wote walioathirika na janga hili. Hii ni ripoti ambayo ikidai kuwa kuna hatua stahiki, hatua za awali ambazo zilipaswa kuchukuliwa na serikali kuweza kunusuru ajali kama hizi kujitokeza, ikiwemo kwamba ripoti hii ya tume ambayo ilifanywa ukaguzi na waziri mkuu aliyejiuzulu Edward Ngoyai Lowassa ilipaswa kuchukuliwa hatua, lakini hatua stahiki hazikuchukuliwa. Ndipo tumeona madhara yake yamejitokeza, na siku ya jana inakadiriwa kuwa watu wengi watakuwa wameathirika kwa kiasi kikubwa, ikiwemo kupoteza maisha, lakini vile vile kupoteza mali zao muhimu. Lakini paka ninaporipoti muda huu watu wengi bado wanakadiriwa kuwepo chini kwenye basement ama floor ya chini ya ghorofa hilo ambalo mpaka siku ya jana kwa mujibu wa ripoti ya RC Albert Chalamila anatanabaisha kuwa walikuwa wanapambana kiundani kabisa kwa nguvu kubwa kuhakikisha kwamba wanafikisha oxygen katika eneo la chini basement kwa ajili ya kuwasaidia wale ambao wanakwenda kwa ajili ya kuwanusuru wale watu ambao bado wako chini, na maanisha walioko hai na hata ambao wameshapoteza uhai. Kwa hiyo tuendelee kuombea ndugu zetu
ambao wamekumbana na janga hilo ili kuweza kunusurika katika janga hilo. Ni pigo kubwa sana kwa taifa la Tanzania. Usisahau kuendelea kusubscribe katika YouTube channel yetu Renew Updates TV ili uweze kupata habari mbalimbali za kimichezo, burudani, lakini pia kisiasa na kijamii kiujumla. Pole kwa Tanzania, pole kwa wale wote ambao wako Kariakoo na wamepoteza ndugu zao, ama wengine bado hawajapata kujua hasa ndugu zao wako wapi kwa wakati huu.